kawaida kabisa, lakini pia nikishamaliza ile inakuwa kama vile ni kama niko kwenye ndoto, lakini ile ndoto nikishamaliza kufanya, nikishashtuka, bado ile inaendelea kubakia kwenye akili. Ina maana naweza nikamsimulia mtu, naweza nikakaa naye, lakini bahati mbaya zaidi yule mganga alinipa masharti ya kwamba nisimwambie mtu kama nafanya hivyo vitu, kwa sababu ni vitu vya siri. Kulala na mtu, yani nusu mtu, kwa maana mtu anayeishi lakini pia ni mfu, kwa maana ya msukule. Alinipa mtihani mmoja ambao nilipata wakati mgumu sana. Usiku anataka, na maana mimi nakuwa naguswa na ile hali inakuja, nakuwa nashiriki naye. Ni kitu ambacho kinaniumiza sana, kinanitesa sana ndugu yangu. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Mambo vipi mfuatiliaji wa King Paul TV, ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Tuko na kijana ambaye ameweza kujikuta kuingia katika njia ngumu sana kipindi akiwa anajitafuta ama anatafuta maisha, hususan ni kuweza kutafuta utajiri katika njia nyingine. Sasa aliweza kukumbana na mkasa mzito baada ya kuweza kuambiwa alale na nusu mwanadamu nusu mfu, kwa lugha nyepesi anasema msukule, kimapenzi kabisa, na kutoka kwa mganga maelekezo aweza kupewa. Sasa kuna vitu ambavyo vinaendelea kwa upande wake, amevichoka, vinamuumiza, ameona ni vyema aweze kuzungumza ili aweze kupata msaada walau hata mawazo tu kwa yale ambayo anapitia. Kwa hiyo ni mazito sana. Mimi nimeweza kuzungumza kwa ufupi na yeye kwa sababu yuko hapa, tutakwenda kufahamu kwa undani zaidi. Kikubwa tuko nasi mwanzo mpaka mwisho video hii hapa. Usisahau kabisa kuweza kusubscribe, lakini pia kuturn on notification. Mambo yatakuwa poa kabisa. Kaka, habari za sasa? Salama kaka, habari? Salama kabisa. Mambo anasemaje? Ninashukuru Mungu, sijui upande wako. Salama kabisa. Tumeonana kwa mara ya kwanza nikiwa katika majukumu, na ukasema kwamba una jambo ambalo linakutatiza. Huu ni wakati wako wa kuweza kuzungumza yale yote ambayo yanakusibu na pengine kuweza kuangalia namna ya kuweza kusaidiwa. Kwanza kabisa ningependa kufahamu majina yako, ni nani? Mimi kwa jina naitwa Enoki, ila jina maarufu naitwa Oshai Mwafrika, ndo jina ambalo watu wengi wananifahamu. Kwa ufupi ni hivyo, ni kijana ambaye ni mpambanaji. Nimeingia katika utafutaji katika siku nyingi sana, lakini kama unavyojua maisha uweze ukaanza alafu ukaishia njiani, lazima upambane mpaka mwisho. Nadhani katika kupita kwetu huko, katika kupambana na kujitafuta katika namna moja ama nyingine, tunapitia changamoto nyingi sana ambazo wakati mwingine mtu unaweza ukashindwa hata kuzielezea, lakini wakati mwingine linakukaba sana jambo, inabidi washirikishe watu waweze kukupa angalau msaada wa mawazo, ili waweze kukushauri pia namna nyingine ya kufanya, labda unaweza ukapata solution ya kile ambacho unakifesi kwa muda huo. Naam. Sawa. Hali ilikuwaje mpaka kufika katika changamoto ambazo unapitia? Mimi katika swala la utafutaji wangu, mpaka kwanza nishukuru kukutana na nyie, kwa sababu nilikuwa nawaza ni namna gani naweza nikalifanya jambo langu likaweza kuwafikia watu na kuweza kupata angalau maoni au ushauri kupitia hichi ambacho nilikuwa na face. Mimi katika utafutaji, si unajua vijana tunajitafuta katika njia nyingi, wakati mwingine tunaamua kuvaa mabomu ili tuweze kuona namna gani tunafanikiwa. Mimi katika pita zangu bwana, nilikutana na watu ambao walikuwa ni washikaji zangu, katika kupiga nao story bwana, wakawa wamenishauri, bwana wewe katika upambanaji wako na utafuta hivi, unavyopambana hivi, usiangalie tu njia moja, angalia na sehemu nyingine ambayo inaweza ikawa ni msaada kwako. Nikawauliza jamaa, sasa nyie kwani nimefanikiwa katika style gani au vitu gani ambavyo mmevifanya? Wao wakaniambia, bwana sisi katika pita zetu kuna watu ambao wanasaidia watu katika utafutaji wa utajiri na vitu kama hivyo. Kwa nikaongea nao, wakawa wamenishauri, wakaniambia bwana kuna mganga, kuna sehemu tunaweza tukakupeleka. Mimi nikawaza, nikasema sasa kwa mganga mimi sijawahi kwenda hata siku moja. Sasa wao jamaa wananishauri tena kitu hiki. Akaniambia wewe utabaki kuwa hivyo, endelea na ujinga wako hivyo. Tunakushauri kila siku lakini bado hutaki kutuelewa. Kwa wale jamaa wakaniambia, bwana cha kufanya hapo unachotakiwa kukifanya, tuwasiliane, nenda katafakari, kama utaona unataka kufanikiwa mapema, wewe utatushtua sisi. Basi bwana, nimekaa nimefikiria, nikaja nikakutana nao pia tena kwa mara nyingine. Wakaniambia, bwana wewe vipi, umefikia wapi?
mimi kusunavyojua tunapopitia changamoto nyingi, nikaona labda wenzangu kwa sababu wana mafanikio, wengine wana gari, wana nini, nikaona labda ni bora niwasikilize, wanipeleke sehemu ambao wao wamefanikiwa. Wakawa wamenichukua wale jamaa wakanipeleka sehemu moja hivi maeneo fulani kwa mganga. Umeona, lakini nilichokikuta kule kiukweli masharti ambao nilipewa yamenifanya mpaka nipitie wakati mgumu sana kiasi kwamba yani nikielezea natamani hata kulia, lakini utafanyaje? Nilishaingia nikaanza sasa kupewa zile yani vile vitu ambavyo vya kuweza kufuata kwa yule mganga. Kwa hiyo wakaniambia nilipofika kwa yule mganga, wakasema wakamwambia yule mganga tumemleta ndugu yetu katika mazingira yake ya utafutaji, alikuwa anahitaji namna ya kuweza kumsaidia. Yule mganga akasema karibu kijana, nikamuelezea, akaniambia wewe hujachelewa bado, wewe ni kijana ambaye nimekuona unapambana sana, unahaso sana. Wewe na kuona pia ni mtu ambaye unajishughulisha na mambo mbalimbali, masuala mengine ya waimbaji na mambo mengine hayo ya kisanii na nini. Alivyotaja swala la muziki, mimi akanichanganya kwa sababu mimi mwenyewe pia nafanya muziki. Nikawaza sana, nikasema sasa huyu mganga sijaye kukutana naye hata siku moja, inakwaje ameweza kujua mimi nafanya muziki? Basi jamaa akaniambia baadhi ya mambo ambayo yazungumza mengi nilikuwa naona kama kweli hapo. Kwa mfano kama ile swala la muziki ni swala ambalo nalifanya, biashara kama hivyo nafanya. Akaniambia sasa wewe hujachelewa bado. Kocha kufanya hapo unachotakiwa kufanya wewe sasa hivi, kuna vitu ambavyo mimi nitakwambia uvifanye. Nikamuuliza ni vitu gani? Akanambia mafanikio ya kwanza yanahitaji uoga. Mafanikio yanahitaji mapambano. Sione watu wamefanikiwa wamepitia vitu vingi sana. Kwa jamaa akaniambia, akanielekeza, akaniambia sasa wewe unatakiwa kulala na mtu, yani nusu mtu, kwa maana mtu anayeishi lakini pia ni mfu, kwa maana ya msukule. Alinipa mtihani mmoja ambao nilipata wakati mgumu sana, ila kwa sababu nishaenda na mimi na matamanio ya kufanikiwa, natamani nifanikiwe kwenye muziki wangu, natamani nifanikiwe kwenye biashara zangu ndogo ndogo ambazo nazifanya, nikaona niingie kwenye hilo swala. Akanipa sasa masharti ambayo alinipa, na katika yote hayo ambayo nilikuwa nikiyafanya basi yamenipitisha katika wakati mgumu sana mpaka sasa hivi. Sasa nashindwa nifanyeje. Labda kama kuna mtu anaweza akanishauri, akaweza kuninasua katika hili. Yule mganga pia sasa bahati mbaya zaidi alivyonipa yale masharti na kuniambia nifanye hilo swala, baada ya muda yule mganga ilitokea bahati mbaya yule jamaa amefariki. Sasa wale jamaa wakaniambia sasa mwanangu, kwa vile unanivo, ngoja tutaangalia namna nyingine. Nimeteseka sana sasa, nazunguka kila sehemu kwa ajili ya kuweza kutatulia ile swala ambalo linanisumbua. Usiku nalala, unakuta umelala mwenyewe, unakuta pembeni kuna kitu unakishika, alafu mwisho wa siku sasa yani mimi naogopa, nashindwa nifanyeje. Wale jamaa sasa nao ndo wananiambia sasa cha kufanya, kwa sababu ile mganga ambayo tayari ulikuwa ulishaongea naye ndo kama hivyo hayupo tena, cha kufanya hapo inabidi tukupeleke sehemu nyingine au tutafute sehemu nyingine ambapo unaweza ukapata solution ya hikyo ambacho unakipitia. Kwa hiyo kwanza umeongea, nimekuelewa vizuri. Nataka kufahamu kitu kimoja. Mganga amefariki. Huyo msukule ambaye leo ulikuwa unalala naye ukienda kwa mganga peke yake, ama alikupa moja kwa moja uishi nayo ndani na bado unaendelea kutembea naye? Ndiyo, kwa sababu kama ingekuwa ndo ameniambia tu kwa muda au alikuwa amenipa tu ile msukule niishi naye halafu akawa ameondoka, ina maana nisingeweza kuzungumza. Mpaka sasa hivi hilo swala bado linanitesa. Kwamba unaishi naye? Bado naishi naye, ananitesa. Kama mazingira gani? Mazingira ni kwamba mazingira ambayo napitia ni kwamba unavyokuwa mchana hivi upo mwenyewe, ina maana yule pale kwa kumuona simuoni kwa macho, ila unapokuwa unaenda usiku kulala, unavyokuepo ukizima taa au usiku ukiwa umelala usiku mnene au usiku ule kwa mfano kama mida ya saa 7 saa 8 kukiwa kumetulia kabisa, ndo nakuta sasa katika kulala kwako, si nimelala peke yangu, nakuta pembeni naona kama kuna kitu ambacho kipo nikikishika kama mtu. Kwa hiyo bado mpaka sasa hivi hilo swala linaniumiza sana. Nimejaribu sana wale jamaa zangu kuwaomba ili waweze kunisaidia katika hilo. Ndo hivyo kila tunapoenda kwa mganga tuambiwa kwamba endeleeni kupambana, lakini napewa tu dawa, nikija kutumia hakuna chochote kile ambacho kinaweza kutendeka.
Lengo lako ni kuweza kupata utajiri ama kuweza kufanikisha katika mambo yako hapa na pale? Ni lengo la kwanza ambalo baada ya kushauriwa na marafiki zangu, na mimi nimeaso kwa muda mrefu kwenye masuala ya kupambana kwenye masuala ya maisha na muziki kwa ujumla, kwa sababu mimi pia ni msanii naimba, ni msanii ambaye ni upcoming najitafuta. Kwa hiyo nilienda kwa ajili ya kutaka kufanikiwa katika yote ya kupata pesa ili niweze kuendesha muziki wangu, lakini pia kupata pesa ili niweze kusaidia familia yangu kupitia kazi ambazo ndogo ambazo ninazifanya. Yeah. Sawa. Bado uko na msukule ndani na mganga amefariki. Nataka kwanza kufahamu masharti ambayo uliweza kupewa. Masharti ambayo alinipa mganga baada ya kunipa ule msukule, aliniambia kila usiku ninavyokuja nikiingia kulala nivue nguo zote, nisilale na nguo. Lakini pia masharti mengine aliniambia kwamba nisiogope, yani chochote nitakachokuwa nimekiona pale nitakapokuwa nimelala nisiogope, nikizingatie. Lakini sasa ndio hivyo, nimekuwa nikifanya hivyo kwa sababu masharti mengine ambayo nipa ni kama hayo, kwamba nilale naye. Kulala naye nadhani unaelewa, so kulala naye tu hivi, kwa maana msukule ambao nilipewa na yule mganga alikuwa ni msukule wa kike. Ni mpaka sasa hivi naishi naye, ni msukule huyu ni wa kike. Kina maana yule pale nalala naye kwa maana ya kwamba nashiriki naye tendo la ndoa. Ndio. Shiriki tendo la ndoa na msukule. Nashiriki naye tendo la ndoa kulingana na masharti ambayo nilipewa na yule mganga. Unakuwa unashiriki naye katika njia ya kawaida ama si za kawaida? Mimi nakuta, kwa sababu kuna hali tu inakuja inanikuta ambayo najikuta mpaka nakuja kumaliza kile kitu, kitendo kile pale ndo nakuja katika hali ya kawaida. Ina maana kuna kitu fulani ambavyo vinakuja vinafanyika ambavyo nahisi labda kupitia zile dawa ambazo mganga alinipa au yale vile vitu ambavyo alivizungumza mganga, nikilala ikifikia hivyo kipindi najikuta kuna vitu fulani vinakuja na shiriki. Ndivyo hivyo ndugu yangu. Shiriki kawaida kabisa. Nashiriki kikawaida kabisa, lakini pia nikishamaliza ile inakuwa kama vile ni kama niko kwenye ndoto, lakini ile ndoto nikishamaliza kufanya, nikishashtuka bado ile inaendelea kubakia kwenye akili. Ina maana naweza nikamsimulia mtu, naweza nikakaa naye. Lakini bahati mbaya zaidi yule mganga alinipa masharti ya kwamba nisimwambie mtu kama nafanya hivyo vitu, kwa sababu ni vitu vya siri, na endapo nitavizungumza hivyo vitu nitamwambia mtu mwingine wa pembeni, kuna kitu kitatokea. Ina maana sitofanikiwa kwenye masuala hayo ya kuimba na masuala yangu ya kibiashara, sitofanikiwa. Sasa kwa vile ni muda mrefu, imekuwa muda mrefu likinitesa ile swala, ni muda mrefu nimekuwa nikiteseka nalo, nimeona haina budi kulizungumza ili niweze kupata angalau ushauri wa hapa na pale, niweze kulisolve ile swala, niondokane nalo kabisa. Napitia mateso ndugu yangu. Pole sana. Katika hali, nashukuru sana. Ningekuwa katika labda hali ya kawaida tu, nadhani nisingelizungumza. Kwa napitia wakati mgumu sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Sana kipindi kigumu ambacho nakipitia kwa sasa ni kipi? Ni stress, lakini pia ule msukule. Stress ni pale ninavyokuwa nipo mwenyewe, maana ili swala niliambiwa nisimshirikishe mtu. Ninavyokuwa nipo mwenyewe sasa, ndo hiyo stress au yale mawazo, zile hisia, zile feelings zile ndo zinanifanya nikikaa mwenyewe zinanitafuna, nakuta sina amani kabisa. Ina maana pia ninapokuwa nafikiria kwamba kama yule mganga ameweza kunipa masharti afu mganga mwenyewe hayupo, nawaza yale maswala na nitamwambia nani tena ambaye anaweza kanitatulia yale maswala, kwa sababu bado yanaendelea. Kwa hiyo kitu ambacho na kifesi sasa hivi au kitu ambacho kinanitesa sasa hivi ni maswala ya stress na mawazo mengi sana. Usiku nikirudi kulala napo ni changamoto ndugu yangu. Na rudi kulala ni changamoto. Ni changamoto kwa sababu nikiwaza usiku nikirudi nyumbani inakuaje? Anataka usiku, anataka, na maana mimi nakuwa naguswa na ile hali inakuja, nakuwa nashiriki naye. Ni kitu ambacho kinaniumiza sana, kinanitesa sana ndugu yangu. Na huyo msukule ushakumshuhudia hata sura yake? Kwa sura sijawahi kumshuhudia, kumuona, lakini nimemshuhudia katika kulala. Nalala niko mwenyewe, lakini usiku ukishafika usiku mkubwa tunakuwa tuko wawili. Naam.
kitandani tunakuwa tuko watu wawili. Sasa ndo kitu ambacho kinanishangaza. Na sawa, ulishaweza kufanikiwa walau hata kwa asilimia kadhaa? Kutokana na toka nimeanza kwenye kazi zangu nilivyokuwa nafanya na mpaka sasa hivi naona bado sijapiga hatua yoyote. Naona tu nipo katika hali ile ile ambayo nimeanza nayo. Japo ndo hivyo unavyokuwa kwenye biashara, kuna namna fulani biashara zangu ndogo ndogo ambazo nazifanya. Kwa hiyo hizo yani sijaona mabadiliko ambayo ni kwamba naweza nikasema ni mabadiliko makubwa. Masuala hata ya kwenye muziki, maana niambia hata masuala ya kuimba, ninapokuwa naimba nikifanya tendo na yule msukule, ninapokuwa naenda stage au ninapoenda sehemu kuomba kuimba, nitapokelewa kwa shangwe na watu watanipa nafasi za kuperform. Lakini bado napitia tu hizo changamoto. Unafanya kazi na watu au unawaita watu wanakupa order labda kuja kwenda kuimba, ukienda sehemu nyingine watu wengine wanakupinga. Lakini namna nilivyokuepo zamani nilikuwa na ushawishi angalau, lakini sasa hivi sioni ambacho kimebadilika zaidi tu ya kuendelea kupata wakati mgumu sana. Ndugu yangu, ni wakati mgumu tu na ndo napitia, na sio mabadiliko wala nini. Hakuna nilichokiona ambacho kimebadilika kuliko vile nilivyokuepo mwanzoni. Na unaishi mbali na hapa? Mimi kwa hapa siko mbali sana, lakini kuna hatua tukitoka hapa nadhani kuna namna ya kusafiri. Na nilipo hapa tulipokutana leo hapa ni tofauti na kule ambapo nakaa. Ina maana kama tukipata wakati mwingine labda au kama tutakuwa na muda itabidi tuende kule nyumbani. Labda tunaweza mkiwepo nyie usiku, naweza nikawepo na nyie, labda likitokea hilo swala naweza nikawashtua mkaja kulishuhudia hata nyinyi wenyewe. Ndio. Sawa. Tumekusikia vizuri na nimekuuliza kuhusu nyumbani. Nataka siku tutembee nyumbani tuweze kuona mazingira, na kama kutakuwa na namna yote basi tuweze kuona nini ambacho kinaweza kikafanyika. Pole sana, lakini pia mtegemee Mwenyezi Mungu, na mimi atazidi kukusaidia na wakati mgumu sana. Na kweli hata pia wakati nazungumza na rafiki yako aliweza kuniambia wakati unaopitia ni mgumu, baada ya kuweza kuzungumza nawe pale. Naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine jitahidi pia kumwomba Mwenyezi Mungu akusaidie, na sisi tutajaribu kuwa bega kwa bega na wewe kuweza kuhakikisha kwamba tatizo linakuondoka. Na mengine nadhani tutazungumza siku nyingine Mwenyezi Mungu akipenda.